Langu jina ni Daudi Ngosengo Manonge kutoka mtandao wa Bioanuwai Tanzania. Leo utajiuliza Bioanuwai ni nini? Bioanuwai ni utofauti wa viumbe ama utofauti wa mimea ama utofauti wa mbegu, utofauti wa anuwai mbalimbali ndani ya uso wa dunia. Sasa katika kuangalia namna gani tutalinda bioanuwai, kuna juhudi kubwa ambazo zinafanyika na serikali. Unaweza kuona kwa namna ambavyo kunakuwa na maeneo tengefu ambayo yanalinda aina mbalimbali za mimea ama yanalinda aina mbalimbali za wanyama, kama unavyosikia sehemu za mbuga za wanyama na maeneo maalum kwa ajili ya kutunza mimea na nasaba mbalimbali za viumbe hai. Sasa tunapozungumzia umuhimu wa utunzaji wa bioanuwai, kutunza bioanuwai ni muhimu kwa sababu licha ya kwamba tutakuwa na idadi tofauti ya mimea na wanyama wa aina tofauti kwa maana ya anuwai ya kutosha, lakini zaidi ya yote unapotunza bioanuwai unahakikisha unalinda, unatunza na kuendeleza anuwai ya mazao husika ama ya wanyama husika. Na zaidi ya yote tunapoongelea utunzaji wa bioanuwai tunaongelea pia kupeleka fursa mbalimbali kwenye maeneo husika. Kwa mfano, maeneo ambayo yako karibu na hifadhi, wananchi wanashauriwa kufanya ufugaji wa nyuki kwa ajili ya kupunguza ukataji wa miti ovyo na kupoteza makazi ya nyuki kwenye maeneo ya hifadhi. Lakini zaidi ya yote unakuta tunapata nafasi ya kupata nishati mbadala kama biogas ambazo serikali pamoja na wadau wa maendeleo huwa wanazianzisha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maeneo yale tengefu hayaharibiwi. Faida nyingine inayotokana na utunzaji wa bioanuwai ni kwamba tunapata mapato, ingiza fedha za kigeni kwa sababu tuna shughuli mbalimbali za kiutalii zinazoendelea, lakini pia kuna wadau mbalimbali ambao wanauza bidhaa zinazotokana na uhifadhi wa bioanuwai, ikiwa ni pamoja na nta, ikiwa ni pamoja na asali, sumu ya nyuki na nyingine nyingi ambazo zinatokana na mazao ya utunzaji wa bioanuwai. Tunapotunza bioanuwai tunapata tiba mbadala. Angalia namna ambavyo tunatumia mimea ya asili kujitibu wenyewe, hasa wakati wa uviko 19. Utakumbuka namna ambavyo tulilazimika kurejea katika matumizi ya mimea ya asili katika kutibu uviko 19. Sasa tumeenda mbali zaidi, si uviko tu 19. Sasa hivi dawa mbalimbali za asili za kutibu malaria, kifaduro na magonjwa mengine mengi ambayo yanakuja kwa namna moja au nyingine ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kutibiwa kwa kutumia masuala mazima ya bioanuwai. Lakini tunapotunza bioanuwai tunasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa mvua, ukosefu wa maji kwa muda mrefu ambao unatokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hata yale madhara ya mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kupungua pale ambapo tunafanya swala zima la utunzaji wa bioanuwai. Sasa ufanye nini kama mwananchi kuhakikisha kwamba unakuwa sehemu ya utunzaji wa bioanuwai? Hakikisha basi unashiriki katika kufanya kilimo cha kiikolojia. Kilimo cha kiikolojia ni kilimo ambacho kinalenga kumlinda mzalishaji, kulinda uzalishaji kwa maana ya udongo wenyewe unaozalisha chakula, lakini kulinda yule mtu wa mwisho ambaye anakula ile bidhaa ya kilimo hai. Lakini pia tunashawishiwa kwamba tushiriki katika kampeni za upandaji wa miti. Panda miti sahihi na mahali sahihi. Kama ni miti ya kusaidia kutunza vyanzo vya maji, panda miti hiyo kwenye vyanzo vya maji. Kama ni miti kwa ajili ya kusaidia kuboresha udongo, basi panda miti hiyo kwa ajili ya kusaidia kuboresha udongo. Lakini unaweza kupanda miti kwa ajili pia ya kusaidia kuboresha nyanda za malisho, kuongeza uwezekano wa maeneo hayo kuwa na malisho ya kutosha. Na wito wangu kwa serikali na wananchi kwa ujumla ni kuhakikisha kwamba tunaweka maeneo tengefu kufanya shughuli za kilimo, lakini pia kufanya shughuli za ufugaji, na kuhakikisha tunafanya mzunguko mzuri wa kuhakikisha sehemu zile za kilimo mazao yanazungushwa kila wakati, ili kuondoa uwezekano wa magonjwa kuwepo kwenye eneo husika. Zaidi ya yote tunaweza kufanya kulinda maeneo ambayo tunafanya kilimo, kwa kuhakikisha kwamba tunafanya kilimo cha mzunguko, tunafanya kilimo misitu. Lakini zaidi ya yote tunaweza tukafanya kuwekeza sasa katika ufugaji ambao utatusaidia sisi kuwa na sehemu kubwa ya uzalishaji ambayo
itakuwa inapata malighafi zinazotumika shambani. Kwa tutachukua mbolea, tutachukua mkojo, tutazitumia katika kuandaa mbolea, katika kuandaa virutubishi kwa ajili ya shamba. Lakini pia yale maeneo ambayo tunafanya kuchungia, tunaweza tukayafanya kwa mzunguko. Kwa kipindi hiki tukafanya kuchungia maeneo haya, tukafanya kuchungia maeneo haya. Hii yote ni katika kuboresha maeneo yetu ya kuchungia wanyama. Hii itatusaidia kuepuka magonjwa mara kwa mara ambayo yanaweza kuwakumba wanyama pamoja na mimea, lakini pia inaweza kutusaidia katika kuondoa migongano ya wafugaji pamoja na watu wanaofanya kilimo. Asante sana. Langu jina Daudi Ngosengo Manonge kutoka mtandao wa Bioanuwai Tanzania.